madhaifu au ukiwa katika mwili wako na nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukamtazama yule kaka anaongea, anatetemeka, analia, anasema kichwa. Tukafanya maombi naye. Baada ya siku 2 kesho yake tukapigiwa simu amefariki. Tukabaki mimi kama mimi nikajiona kwamba huyu mtu tumemuongozesha sala ya toba. Je, kapata neema ya kwenda? Na kama kapata neema ya kwenda, kuna kitu kingine ambacho Paulo anakisema kwamba katika mwili huu tunahitajika zaidi. Ingelifaa niondoke katika mwili huu nipate kukaa pamoja na Kristo, lakini kwa sababu katika mwili huu ninahitajika, ni heri zaidi kukaa katika mwili huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ili tukae kwenye mwili huu lazima tukubali kumzalia Mungu matunda. Kanisa ni nyakati za kuamka, ni nyakati za kupiga kelele mbele ya taifa, ni nyakati ya kupiga kelele juu ya dunia nzima, tukimtangaza huyo Kristo, yeye aliyeshinda kifo na mauti, tukisema yeye yu hai, yu hai. Tusimame kanisa, hizi ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu anatafuta watu atakaotembea nao katika nyakati za mwisho, ambao watakaosimama na kusema Mungu, niko tayari kukutumikia wewe katika siku hizi za mwisho katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma tunazozifanya, Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mioyo yetu, yeye anatuongoza, yeye anatupandisha katika utukufu ambao Mungu amekusudia tutumike katika huo. Anasema katika kitabu cha Matendo 1 na ule mstari wa 8 ya kwamba mtakapoipokea nguvu hakisha kuachilia Roho Mtakatifu. Maana yake hatutumiki tu kwa akili zetu, hatutumiki tu kwa nguvu zetu, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu, tunapata neema ya kwenda mbele za Mungu na kumtumikia hata kwa njia ya ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu hakuna ambaye anaweza kusimama na kuamua kutumika kwenye huduma takatifu. Ataona ni upuuzi. Wengi ni aibu. Tunakosa ujasiri wa kusimama katikati ya watu. Tunakosa ujasiri wa kusimama katikati ya ibada na kumkiri Kristo. Lakini wengine ni kwa sababu ya matendo ambayo tumekuwa tukiishi kwa sababu ya kujificha bila kumfunua Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi yangu mwaka huu, wale ambao wako tayari, tunaandaa mpango mkakati wa kanisa zima, hata ikiwezekana robo 3 ya kanisa, wale ambao watakuwa tayari kama Habakuki. Tunapita kwenye mtaa wa Nyamazobe na kuzenza nyumba kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tunawaambia Yesu ni Bwana, alafu tutafundishana. Unapofika pale salimia kwanza. Ukisikia tu anakuambia mimi naitwa Mwajuma, unajua hapa naongea na nani. Ukimsikia tu anakuambia mimi naitwa Abubakari, unajua kabisa hapa naongea na nani. Kwa hiyo Biblia inasema enendeni mbele zao. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tuamke kanisa kwa habari ya utukufu. Tumzalie Mungu matunda. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu yupo tayari kuja kulinyakua kanisa. Utakaposimama mbele za Mungu siku hiyo, utakaponyakuliwa na kutoka katika mwili wa uharibifu, utakwenda kujibu nini mbele za Bwana? Kwamba Mungu, niliweka duniani Tanzania, nilikusalia nini? Utamjibu nini Mungu siku hiyo ya mwisho atakaposimama katika kiti cha hukumu? Bwana Yesu asifiwe sana. Waimbaji, tumika katika roho. Tujifunze kanuni ya kuingia kwenye kiti cha enzi. Biblia inasema kwamba saa yaja na sasa ipo, waabuduo halisi imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ili umuone Mungu na ili umwabudu Mungu lazima utoke kwenye mwili, uingie katika roho. Sasa tunatumika kama ni waimbaji wa sifa, tunatumika kwa mazoea, tunatumika katika mwili. Kama ni waimbaji wa kwaya, tunatumika kwa mazoea. Kama ni mashemasi waombaji, tunaomba kwa mazoea. Hatuombi kwa kumaanisha tukijua kwamba
tuko mbele ya kiti cha enzi cha Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna faida na hukumu ambazo kila mwanadamu, usijifiche. Labda wale tu ambao sio wanadamu wapo, najua wapo. Bwana Yesu asifiwe. Najua wapo hao tu. Kwa hiyo hata tukitangaza kwamba basi wale wote wanaohitaji kumtumikia Kristo wapite mbele na ukabaki, nitakushangaa. Nitakuweka miongoni mwa wale ambao sio wanadamu. Kwa sababu hao hata uwahubirieje, hata ufanyeje, hawezi akasema Yesu ni Bwana. Hawezi akasema tamtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna ulinzi kutoka kwa Mungu. Kuna uzima wa milele nimesema, lakini pia kuna uzima wa hapa duniani. Anasema kwenye ile Petro, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Huu uzima tulio nao si kwamba tumeupata tu. Kuna faida ambazo tunapewa na Mungu, tunakirimiwa na Mungu kwa sababu ya kumtumikia. Na wakati mwingine unapopita kwenye shida, unaweza kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, kumbuka uzao wangu kwa sababu ya huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ulinzi, lakini pia kuna uponyaji ambao ni afya, lakini pia kuna kukubariki. Mungu anakubariki au anakibariki chakula chako na maji yako. Kutoka 23 na ule mstari wa 25 mpaka wa 31. Mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako. Faida ya kwanza anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako. Faida ya pili, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Faida ya tatu anasema nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Anasema nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao, nami nitapeleka mafu mbele yako. Anaposema mafu, maana yake ni wadudu, maana yake ni jamii ya nyuki ambao tunaita nini? Manyigu. Tunaita manyigu. Anaposema mafi, maana yake ni nyuki, maana yake manyigu. Wangapi tunajua manyigu? Yashawahi kukuvamia? Maana yake Mungu anasema nitapeleka manyigu kwa hao maadui zako. Maana yake unaposimama katika huduma, faida moja wapo, wewe simama mwambie Mungu, kumbuka huduma yangu. Alafu kupitia hii huduma peleka hayo manyuki, peleka manyugi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie, alafu uone kile kitakachotokea kwa adui. Hiyo ni faida moja wapo ambayo Mungu anatupa kwenye ulinzi, kwenye afya, na hata kwenye kazi, hata kwenye chakula. Wakati mwingine watu wakiona mimi naombea maji wanasema wewe unaombea mpaka maji. Kwa sababu Biblia inasema nitabariki na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Watakaomfukuza mwivi na Muiti watoke mbele yako. Sitawafukuza watoke mbele yako kwa mwaka mmoja. Nchi isije ikawa ukiwa. Na wanyama wabaya wakaongezeka
wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo maadui zako. Mungu anawaambia wana wa Israeli, nitawaondoa kidogo kidogo. Wakati mwingine umekuwa unapigana vita, na wakati mwingine umekuwa unaona ile vita kali unavyopigana vita inaongezeka. Nikwambie, ndio wakati wa kutoka. Kazana na Mungu, kazana na huduma, alafu utamuona Mungu aliye hai anakusukia kama alfajiri. Hata utakapoongezeka wewe na kuilishi hiyo nchi, na mimi nitakuwekea mpaka wako toka bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto. Kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako, na wewe utawafukuza mbele yako. Hizo ni faida, wapendwa, za kutumikia nani? Usikae ndani ya kanisa. Usije kanisani ukakuta kiti kimeanguka ukakiacha. Usije ndani ya kanisa ukakuta majani yamejaa yamezagaa kule nje. Kuna wakati mvua inapita hapa na mto unapita, kunakuwa na matope, lakini ni baadhi ya watu wanaofanya kazi hiyo. Lakini eneo hili ni eneo takatifu ambalo Mungu ametupa ili tuweze kupokea chakula kutoka mbinguni kupitia madhabahu hii. Kwa hiyo tunapoacha pakaharibika, maana yake hata roho zetu haziwezi tukapokea sawa sana ambavyo Mungu amekusudia tupokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni faida za utumishi. Kuna ulinzi, mimi nimehakikisha. Wakati mwingine maisha yanakuwa magumu, lakini kuna wakati ambapo ninapopata neema na kujitoa kwa Mungu, na shangaa mipaka mingine inaanza kufunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchumi unafunguka, chakula kinaongezeka. Anasema nitabariki maji yako. Hakika Mungu anaahidi. Anasema mimi si mtu hata niseme uongo. Kwa hiyo unapojitoa kwa habari ya utumishi, kama ni mwanasifa, simama katika zamu yako, maanisha. Alafu ondoa ile wivu kwamba huyu bwana naimba sana, najiona sana. Huduma ya Mungu haiko hivyo. Mwache aimbe, kwa sababu furaha yetu ni ili kuona watu wote wanaokolewa na tunakuwa mwili mmoja katika nani? Katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza 9:14-16. Alafu na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja. Paulo anasema lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja. Lakini Biblia inasema kwamba hizi ni faida mojawapo, ni kuhakikishie kwamba unaposimama na kumhubiri Kristo na kumtangaza ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu ni Bwana. Hizi ni nyakati za mwisho. Watu wanapokuja kwa Mungu, kuna kitu Mungu anaachilia kwako. Kuna faida ambayo Mungu anapata kwenye ufalme wake, lakini kuna faida ambayo wewe unaipata na watoto wako na watu. Wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi. Maana ni heri nife kuliko mtu awe yote abatilishe kujisifu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anazungumza, lakini anakataa kujiingiza kwenye mtego kwa sababu ya huduma. Lakini maandiko yanaruhusu kwamba kuna faida katika kumtumikia Mungu. Hatupati tu riziki, hatupati tu ulinzi, hatupati tu uponyaji, hata kwa habari ya elimu za watoto wetu na afya zao, kama sio mkono wa Mungu. Israeli aseme sasa ni mkono wa Mungu, kwa sababu ya jinsi ambavyo tunajitoa kwa mali zetu na kwa sadaka zetu. Tumekuwa yamkini tukifikiria kwamba mimi nikitoa nguo yangu, kiatu changu, simtumikii Mungu. Sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mali zako, kwa vitu vyako vyote, unapovitoa kwa mwanadamu aliyepungukiwa
maana yake unamtegemeza, unatumika pamoja na Kristo. Anapobarikiwa pamoja na wewe yule mtu, maana yake anamrudisha Mungu tukufu, anasema hakika huyu Mungu ni Ebeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu 10:12. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Na sasa Israeli, Bwana Mungu anataka nini kwako? Ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Ili uweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu, cha kwanza lazima umpende Mungu. Hauwezi kumtumikia Mungu kama hujampenda Mungu, ni uongo. Na ndio maana Biblia inatuzuia hata kwa kupenda familia kuliko kumpenda Mungu, kupenda mke, kupenda watoto. Biblia inasema mtu kabla hajaoa hujishughulisha na mambo ya Bwana, lakini anapooa au kuolewa anajishughulisha na jinsi atakavyompendeza mke wake au mume wake. Piga picha, wewe ni shahidi. Kabla hujaoa au kuolewa ulikuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatutaka, haijalishi umeolewa, haijalishi kabla hujaoa, maana yake kwa system ile ile ya kumtumikia Mungu, kaa mbele za Mungu. Nenda mbele za Mungu kumtumikia ukijua kwamba ipo siku ambayo Mungu atanipitisha katika huko. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku, amini usiamini, na hizi siku naziona hasiko mbali sana, asipo mbali, ambazo kila mmoja atasimama na kutoa hesabu. Biblia inasema kwamba wewe ni kuweka duniani Tanzania ulinizalia nini? Biblia inasema kwamba kila tawi lisiozaa ilo uliondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tuamke, ni nyakati za kusimama. Kuna neema ambayo Mungu anahitaji kuiachilia kwa watu ambao watakaokuwa tayari kutembea na Mungu katika mwaka huu. Hiyo neema ipo na baraka zipo ambazo Mungu amekusudia wale watakaokuwa tayari kumtumikia Mungu kwa moyo wao, kwa upendo wao na Kristo, lakini pia kwa akili zao na kwa nguvu zao na mali zao. Mungu anatafuta watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea. Uzishika amri za Bwana na sheria zake, nazo kwa leo upate heri. Tazama, mbingu ni mali za Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu na nchi na vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu na kila kitu ni mali ya Bwana. Manake Mungu anatupa kututazamisha utajiri alio nao. Hakuna mwanadamu, hata ukifanya nini, Biblia inasema kwenye Misali, acha kusitegemea akili zako ili kutajirika. Tumika mbele za Kristo, tumika mbele za Mungu, alafu mruhusu Mungu aweze kukubariki yeye. Kwa sababu wakati mwingine hata usipotumika ukahangaika, ipo siku moja tu utaviacha. Sio wote wanaozikwa na nguo kwamba amepiga suti anazikwa nazo, si kweli. Utanunua kiatu chako kizuri utakiacha, utanunua suti yako nzuri, siku ya mwisho mpendwa hautoenda nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautoenda nayo, utaacha magari, utaacha majumba. Ni heri kuwekeza kwa Bwana ili atakaporudi upate faida mbele za Mungu, ukaishi naye milele wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaki 3:13-18. Anasema maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini nyinyi mwasema tumesema maneno magumu
Tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema Mungu anasema mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani? Na tumepata faida gani? Kwa kuyashika maagizo yake. Kwa kuyashika maagizo yake. Na kwa kwenda kwa usuni mbele za Bwana. Na kwa kwenda kwa usuni mbele za Bwana wa majeshi. Wa majeshi. Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. wenye kiburi ndio walio heri. Naam. Watendao uovu ndio wajekwao. Na watendao uovu ndio wanaojengwa. Na wanaomjaribu Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia. Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe ampokeaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia malizio ya mwisho. Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anazungumza kwamba atakapokuja sasa ndipo tutakapopambanua kati ya wenye haki na kati ya wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia nani. Lakini sio kweli, Biblia hairuhusu hivyo. Hakuna mwanadamu ambaye ameletwa na Mungu duniani aishi tu kwa kutafuta maisha. Ni sawa, Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Mpendwa, amka, hizi nyakati za mwisho. Bwana Yesu anakuita, na kama haujui kipawa na huduma ambayo Mungu kakuitia, piga magoti mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, Mungu amenijibu. Amekuwa akinisemesha kwa habari ya kalama na vipawa ambavyo amekusudia nitembee navyo na namna ambavyo nitakavyotembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ameniahidi katikati, na natafakari kama sio kunibadilishia kitu, na kwenye kunibadilishia wakati anazungumza na mimi ninatafakari hajanifafanulia bado, nataka anijibu. Lakini najua Mungu anataka kunibadilishia sasa, kunitoa kwenye utumishi wa kidunia na kunileta kabisa kikamilifu kwenye utumishi wangu. Nasubiria wakati gani? Yaani najiweka sawa, nisikie anazungumza na mimi, nifanye nini? Na mimi natamani nisikie sauti ile akisema na mimi kwamba mwanangu, sasa fanya hivi. Ameniambia nikubadilishia kazi. Kwa hiyo kwenye kubadilishia kazi, wakati nimesikia kwa akili za binadamu, nikawa nakimbilia kwamba ni kazi ambayo itakuwa na pesa. Wakati naendelea kutafakari, nimejiwekea sahihi, nimejikosoa kwa maana inawezekana Mungu anataka niingie. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine najiwekea ole wangu mimi nisipoifanya kazi ya Mungu, kwa sababu ipo siku ambayo Bwana ataniuliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimetafakari, wakati situkuwa mwaka yetu alikuwa Muislamu. Kwa hiyo wakati mzee hayupo, tulikuwa tunapiga dua asubuhi, na alikuwa anatuahidi tuweze kumtumikia ara wa asubuhi. Twende madrasa, twende wapi? Kwa hiyo nikawa na tafakari kwamba kama right Mungu asingetuachia neema hii tukaendelea kukaa na huyu mama akatufundisha, tukaingia kwenye madrasa, nikawa na jioji wakati nimekaa eneo fulani, nikasema yamkini mpaka sasa hivi ningekuwa namtumikia hapa. Lakini kama nimepata neema ya kumtumikia Kristo, kwa nini sisimame na kulitangaza jina la Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Na kiukweli hakuna Mungu wa kweli zaidi ya Yesu. Asikudanganye mtu. Mimi nimejaribu mpaka nimesilimu nikiwa Dar es Salaam. Natafuta Mungu wa kweli ni yupi? Nimezunguka natafuta
Mungu wa kweli ni yupi. Tunaposema hizi karama, mpaka nimetafuta karama za kuona kwa waganga wa kienyeji. Hii huduma ipo. Biblia inasema kwamba ametoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti. Kuna huduma za masaidiano kwenye Biblia. Biblia hii kuna huduma za masaidiano. Kwa hiyo nimetafuta mpaka huduma za kipepo za kuona kwamba huyu mtu kafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu mpendwa uliye naye, mtumikie. Ipo siku ambaye atakupa taji isiyoharibika, atakuvalisha vazi lisiochakaa kwa sababu ya huduma ambayo umeishika katika Kristo. Lakini ukipuuzia na kuona kwamba kuna haja gani, mimi nitakuwa nasuka tu Jumapili, nasuka tu Jumapili, utasuka hapa, alafu siku ile ya mwisho Mungu hata kuhesabia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utabaki na kipawa chako, na wengine vipawa mnanyang'anywa. Kipawa unaweza ukanyang'anywa aidha na adui au wachawi. Mpaka waganga wananyang'anya vipawa hivi vya kuona. Wasoma nyota, wasoma albani, anakunyang'anya kipawa alafu anakitumia kwa kupunga mapepo. Kwa hizi huduma zipo, ni wewe tu kusimama na kusema Mungu nahitaji huduma hii. Kuna huduma Biblia inasema kuna kalama, neno la maarifa, neno la hekima, roho ya kupambanua. Vyote hivyo tumepewa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye Malaki anasema kwamba tutasimama. Matendo 9:36 na Warumi 15:16 na Waraka Matendo 9:36. Jina lake Tabisa. Tafasiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka. Na sadaka alizozitoa. Siku hizo akaugua akafa. Hata walipokwisha kumosha. Sikiliza, hili ni neno, kile ambacho kitatokea kwa mwanadamu yoyote lazima, kama kawaida, kama sheria za dunia. Biblia inasema umetoka mavumbini utarudi. Kwa hiyo huyu dada alipokufa Tabisa, wakaenda wamama baadhi, wakaanza kumuogesha, wakamsafisha, wakimwandaa kwa ajili ya maziko, kwamba tayari Tabisa tumuoni tena, katutoka. Wenye kulia wanalia, wenye kutoa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaosimia wanasimia kwamba Tabisa kaisha tuacha, hivi tutamuona tena? Hatutamuona. Wale ambao wanatumaini katika Kristo, hao ndio wanabaki wanatumaini kwamba tutamuona siku ya mwisho. Lakini katika macho haya ya damu na nyama, Tabisa hatutamuona. Wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petro yupo huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani wajane wote. Wakasimama karibu na maiti Dorcas, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Sikiliza, hawa wamama wajane walipomwona Petro amekuja, licha kutoa machozi ya kwamba Dorcas, wakawa wanalia, wanaonesha vitambaa vya madhabahu, wanaonesha zile nguo ambazo Dorcas alikuwa akichona na kuwapa wayatima na wajane. Wanalia, maana yake walikuwa wanapiga dabo kwa machozi yao, lakini kwa kutaja vile vitu ambavyo Dorcas kupitia huduma aliyomtumikia Mungu akiwa duniani,
wanamuonesha Petro ya kwamba tumepata hasara. Petro, tazama, huyu mtu asingeliondoka, yamkini kesho angenishonea gauni, angenishonea dela. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akawatoa nje wote. Akapiga magoti. Akaomba. Kisha akamwelekea yule maiti. Akanena. Kabisa. Ondoka. Naye akafungua macho yake. Na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Huyu dada, kumbuka, alikuwa amekufa. Wakati Petro anaanza kufanya maombi kwa nguvu ya yale machozi yale wa mama wajane, lakini pia kwa matendo yake ya sadaka, ile huduma aliyomtumikia Mungu, Petro anaamuru huyu mama asimame na anafufuka. Anakuwa hai, uzima unamrudia. Na wakati anazinduka akiwa maiti, macho yake alipomtazama Petro, manake alimfahamu, akagundua huyu ni Petro, akanyanyuka akakaa. Akampa mkono akamuinua, hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane wakamweka mbele yao hali yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Inajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakimwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni huduma. Huyu mama alikuwa anajikunja, anashona vitambaa, anashona nguo, anawapa wajane. Maana yake ni sadaka yake ambayo kwa kimtumikia Mungu kupitia mali zake, na ndio iliyomsababisha kimaandiko kabisa dada arudi. Isingekuwa hiyo huduma, asingerudi Dorcas, angebaki huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una kipi kwa Bwana? Umepanga nini kumtumikia Mungu? Wakati ukiwa mzima na nguvu zako, au kuna wakati nakaa najitathmini kama Yesu alifanya kazi akiwa na miaka 30, akatumika miaka mitatu, miaka 33, halafu napiga mahesabu ya miaka yangu mwalimu. Napiga hesabu ya miaka yangu na kile ambacho nimekifanya duniani, naona kabisa bado. Halafu naona mbele kama kuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo unapopata neema ya kuingia mbele za Mungu, hata kama hujui kalama na kipawa ambacho Mungu kakupa. Unaenda mbele za Mungu kwa kulia na kuomba, Mungu kumbuka, naomba unijulishe kalama. Namshukuru sana huyu Mungu, ukimwendea anakujibu. Sawa sana ile Danieli 2:22. Anasema yeye fungua mambo ya fungu na yasi kuyajua yaliyo gizani. Manake ukienda kwa kumaanisha na kumwambia Mungu, naomba nijue kalama, naomba nijue wito ulioniitia hapa duniani, kuniweka tumboni mwa mama yangu nikae miezi 9, halafu nizaliwe niwe mtu mzima, nisiwe na kitu cha kufanya duniani. Mungu, naomba nionyeshe. Mungu anakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama haujui, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, nionyeshe, nisemeshe ni eneo gani nikae. Yesu asifiwe sana. Nenda mbele za Mungu, mwambie, je, unataka nifyeke, nifanyeje ndani ya nyumba yako? Biblia inasema walikuwa wakipewa zamu ya kuingia patakatifu kutumika. Hebu angalia Mathayo. Ni Warumi 15:16 tumesoma. Warumi 15:16. Ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niifanyie kazi injili. Tumeitwa kuzaa. Pendwa, amka nyakati hizi. Usikubali kukaa na mtu wiki nzima bila kumwambia Yesu anaokoa. Labda kama Bwana hajakutendea kitu, lakini kama Yesu kakufanyia kitu, usikubali kukaa na watu kwenye kazi yako, kwenye eneo lako la biashara,
Mahali popote unapopita bila kuambia Yesu anaokoa. Waambie watu habari za Mungu wamjue. Simama, tumika. Tenga muda wako na Mungu. Tafuta faraga kati yako wewe na Mungu. Mama Jesse, Bwana Yesu asifiwe sana. Tafute Mungu, mtumikie Mungu. Ubize huu utatuponza. Mimi niwaambie, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukaidi ambao tumekuwa nao ndani ya mioyo yetu. Mungu anataka tujitoe. Hata siku ambayo umepata ofa upo nyumbani, mtu anasema hii ndio siku ya kufanya ya kupumzika. Anauchapa usingizi, analala na kaa nyumbani mzee. Wakati siku hiyo ndio mwanya wa kusema kwamba siku hii naitoa kwa Mungu kwa ajili ya kumtumikia. Ili Mungu achilie mazidisho kwenye uzao na kwenye familia, achilie ulinzi. Sikiliza nikwambie, hizi baraka hatuzipati hivi. Hatuzipati, hazidi hivi. Siku moja nikaona tumekaa kwenye mtaa fulani, alafu wakaja wazee, inaonekana wale ni wazee wa mji. Alafu na kuna sana washika mahali hapa nilikuwa nao. Wale wazee wakawa wanasema tunataka tusujudie miungu yetu ili tuweze kuachilia baraka ambazo tumeziamuru kwenye eneo hili. Nikuambie, popote unapokaa, yupo anaye control mambo ya uchumi. Wakati nimesikia, nikawa naenda nikitegemea kwamba hivi tunaenda kukubali kweli. Nikafika pale nikawaambia wale wazee, nikawaambia sikilizeni, sisi hatutawasujudia dini kwa ajili ya mali wala kupata fedha. Sisi tunamsujudia Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na tena imeandikwa msiwe na miungu. Nikashtuka. Nikajua kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Yesu asifiwe. Yoshua 22. Alafu tutaenda kuangalia wakati wa kuwani ni nasema kukia. Nenda kusimama kwa ajili ya Mungu hapa kupata faida ya kumzaa Yohana. Soma Yoshua 22:5. Lakini mjibidishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Na kumtumikia yeye na kushikamana naye na kumtumikia kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Maana yake wakati wa kumtumikia Mungu ni wakati ambao una nguvu. Wakati upo kwenye wheelchair, hawezi katoka pale Furaha kwa miguu kuja Nyegezi. Huwezi, utategemea kusukumwa kwenye wheelchair. Wakati huo ukitamani kwamba lightning Mungu angenipa miguu yangu, wakati huo ukurasa umeshabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo upo Yesu, hauwezi ukawa kwenye yale mashine alafu natamani kwamba lightning ingetoka huko. Dadangu amepelekwa kuingizwa ndani za wiki 3 ndani. Kwa sasa sio ya ibaha basi nizuri. Sasa si alibaha, alivyobaha ikabidi wamchukue wampeleke kule. Alivyoingia kule akakutana na yale machuma, mashine, makompyuta yanaunguruma na wale watu walivyotumbukia, akakimbia kutoka kama kichaka. Anakutana na daktari, anamwambia yeye, unakimbia kitu kutoka wapi? Nikawa naongea naye akasema kumbe hatujamtukia Mungu. Akasema yeye ndio leo omba sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yoshua anazungumza kwa habari ya kumtumikia Mungu kwa moyo. Wapendwa, tuamke. Ni siku ambazo ni nyakati ambazo kufumba na kufumbua dunia itakunjwa kama karatasi. Halafu sisi sote tutasimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu.
Mama, simama katika zamu yako. Kijana lakini binti, simama katika zamu yako. Hebu angalia hiyo moja tano na 25 za Luka 5. Luka 1:5 mpaka 25. Palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni. Jina lake huyu mama ni Elizabeti. Na wote hawa wawili, mume na mke, walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Na hawa wawili walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akitumika akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu ili kumfukizia Bwana ufumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali saa ya kufukiza ufumba. Akatokewa na malaika wa Bwana Wakati huo wa huduma, wakati huo wa kutumika, akatokewa na Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto. Swali, huyu mtoto alimpata kwa wakati upi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati ambapo Zakaria alikuwa anaingia mbele za Bwana kumtumikia. Maana yake kuna baraka ambazo tunazipata, kuna baraka za watoto ambazo tunaweza kuzipata. Kama wewe ni mama, kama wewe ni baba, tumika. Na umekuwa ukilia kwa habari ya watoto, tumika. Zakaria na mke wake Elizabeti wanapata mtoto siku ya utumishi wa Zakaria. Anaambia Elizabeti atakuzalia mtoto. Na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wewe Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona faida ya kumtumikia Mungu, kuna faida nyingi sana. Hizi ni baadhi tu. Licha ya ulinzi, wakati mwingine sisi tunamtumikia Mungu. Fikiria, unapambana na miungu ya watu, alafu unapambana na ya kwako. Unapigana na wachawi wa watu, unapigana na wachawi wa kwako, alafu unaona usiku na kufanyia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake yanakusanyika ya kwako yote, yanakusanyika na ya wale ambao umewaombea yanakuja kwako. Sasa tusingelikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Tusingelikuwepo, ni neema, ni kwa sababu ya huduma. Mungu anaona kwamba huyu mtu nikiruhusu hapa, hawa watu wamuondoe, sitapata faida. Ananyosha tu mkono wake, hakuna mchawi atakaye kugusa kama kwa hiyo. Wataishia tu hapa na kuahidi kwamba wewe hautoishi, lakini hautokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni faida ambazo tunazipata kwa kumtumikia Mungu. Hauna kazi Jumatatu, hauna kazi Jumanne, njoo kanisani.
Angalia mazingira ya kanisa ni machafu, fagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Turuke maandiko yetu, acha kuona muda. Twende kwenye hasara. Hasara ya kutumikia Mungu. Uwezo upata ulinzi mkamilifu. Hasara ya kutumikia Mungu. Uwezo upata ulinzi mkamilifu. Neno mkamilifu tunaelewa msingi. Kuna ulinzi ambao tunaupata kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mfano tunapoomba, kuna wakati mimi naombea wa Tanzania wote. Nitaombea mimi na familia yangu na kanisa, lakini nitaombea waliookoka wote, taifa zima au dunia nzima. Lakini nitaombea wa Tanzania wote. Kwenye kuombea wa Tanzania, Mungu awalinde. Mungu anaachilia ulinzi. Kumbuka, anapoachilia ulinzi hata kwa wale wasiookoka, sio ulinzi ambao Mungu anauachilia kwako wewe unayemtumikia. Zaburi ya 34 mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Neno kituo maana yake malaika wanakuja usiku, wanaweka kambi eneo unaloishi. Wanaweka kituo, kama ni kwenye kazi wanaweka kituo. Kama ni kwenye nyumba yako wanaweka kituo. Alafu wanazunguka mahali pale ili kukulinda. Nikwambie, Mungu akikufunulia usiku viumbe tunavyopishana nao, hata mchana. Mimi nikutana na kijana mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi. Kila wakati nilipokuwa nikifika pale na zaidi somo Julieta, kila nilipokuwa nikifika pale nasikia mashambulizi. Kwa hiyo kwa hali ya kibinadamu naanza kupitisha macho kwa kila mfanyakazi kuangalia nani, alafu narudi kwenye ulimwengu walo, nani hapa anayeniataka na kosa. Siku moja Mungu akaniambia, nataka uone chini. Nikamwambia chini, sawa. Haya, tazama hapo. Nikabaki macho yangu nimekodoa mbele nione chini linakuja sasa. Ghafla anakuja mtu ninayemfahamu. Unajua wale hawakimbii hivi. Wale wanaenda full. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani anatembea kama upepo. Wakati namtazama yule mtu, Mungu akaniambia huyo hapo sasa. Nikasema kule nyumba anasema huyo. Alafu yule jamaa wakati nageuka na mtazama, wala yeye hata akimbii, ni kama anapaa. Nikakamata naye mweleka, nikapiga naye, nikamwacha chini, alafu nikakimbia. Nilipokuja kushtuka nikawa najiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo kuna kipindi kwa tunapita huko, kuna chocho fulani kilikuwa kina nyama ya sumu ya 1000 tu. Anakuita anakuambia choma na mtumishi. Anakunulia. Sumu ya kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mchungaji akiwa hapa amenipigia simu. Sikuwa kanisani njoo kwangu. Nikaenda. Ile naenda nimefika kwenye kidaraja fulani pale, nimevuka. Nimepinda kona, sasa nashika ile njia. Pale mbele kuna senta pale nimezunguka. Yule bwana alikuwa na pikipiki. Kimsingi ni msapoti kwenye swala hilo, nikamsapoti. Sasa akawa karibu yangu sana. Ile anakuja yule jamaa yuko kama hapa au kwenye mikaritusi ile, ndani yangu nikawa najiuliza, hivi mtu kweli au nje? Natembea na msogelea na yeye anasogea. Nilivyomkaribia hatua kama kadhaa hivi, bado najioji, nikasikia ndani anakuja. Mimi nikashtuka huko, nikajua huyu jamaa tayari kashaninasa. Nikaanza maombi ya kujitenganisha. Alikuwa anapenda kuja, anataka kupiga simu, kupiga picha na mtoto wangu Jenice, na mimi nasogea.
ukimtazama wakati namtazama vizuri, haya macho sio ya kawaida. Nikagundua huyu mtu kweli nilichoambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli nilichoambiwa na Mungu, huyu mtu sio kawaida. Nikaanza maombi ya kumtenganisha na familia yangu. Nikafanya maombi ya kumtenganisha, nikamtenganisha, nikakataa mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya sasa ni msalaba. Faida ya kumtumikia Mungu, anatulinda. Sasa kuna hasara ambayo usipomtumikia Mungu, Mungu hawezi akaruhusu ulinzi mkamilifu kwenye maisha yako. Siku moja pia kwenye ndoto nikaona nimeshuka kwenye ice. Alafu niliposhuka nikatazamana na dada mmoja hivi. Kumbe kwenye kutazama naye kwenye ulimwengu wa roho nikaondoka naye mpaka ninapoishi. Na usiseme dada wa kawaida, msione viumbe hawa, msione tunakutana nao barabarani, wengine sio kawaida. Kwa hiyo nimekaa wakati napiga yale maombi, napiga, Mungu akawa ananielekeza, ndio nikafaulu kwamba kwa njia ya kutazama kuna kitu ambacho alinikamata. Nikapita kwenye maombi, nikaweka na ulinzi, nikapiga, ndio nikajikuta nimetoka. Wapo watu hapa meza na viumbe kwenye ulimwengu. Lakini kwa sababu ya kujitoa kwenye huduma na utumishi, Mungu analinda mpaka uzao, analinda kizazi. Lakini tunapositupa huduma, hakuna ulinzi wowote mzao. Hiyo ni mimi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi kupata ulinzi mkamilifu kutoka kwa Mungu, wala baraka na kila kitu kikamilifu kutoka kwa Mungu. Yuda 1:5. Alafu taangalia Yohana 17:1. Ili afanye hukumu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wasiomcha Mungu wameyanena. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe umeenda. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikusudia lakini nitakutangulia machache kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Andika Yohana 17:1. Mstari 6. Basi neno la Bwana lilimwijia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi. Yona, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele yangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Yona baada ya kusikia sauti ya Mungu ikimtaka kumtumikia, Yona akakimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana, ili apate kujiepusha na uso wa Bwana, au asitake kumtumikia Mungu. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli yake, akapanda merikebuni,
akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, aende pamoja nao Tarishishi, ajiepushe na uso wa Bwana. ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkubwa baharini, Lakini Bwana alituma upepo mkubwa baharini, ikawa tufani kubwa baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi Wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Mungu wake. nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebu ili kupunguza uzito wake. Sikiliza, Lakini hapa kwa sababu ya utumishi wa mtu mmoja mpaka watu wengine wanapata nini? Hasara kwa sababu ya mtu mmoja, lakini maisha yao yanaingia hatari kwa sababu ya mtu mmoja kukimbia huduma, kukataa. Kimsingi hata sasa tupo tunaokataa huduma tukijua kwamba labda kuhani Kushoka ndiye anayetushinikiza, lakini si kweli. Yeye anasimamia ili kuona sisi tunasimama katika zamu na katika kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yetu, na faida haitaenda kwake tu, faida ile tunaipata sisi tukiwa duniani na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yona akaona kuna haja gani, kuna kazi gani? Acha wafe na dhambi zao staki. Akakimbia, lakini kwenye kukimbia hasijui ya kwamba anawaingiza watu wengine kwenye hatia, kwenye hatari ya kuzama. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Akaenda akastarehe kabisa. Basi Naoza akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamuombe Mungu wako. Labda Mungu huyo atatukumbuka. Wakasemezana kila mmoja na mwenzake. Haya na tupige kura. Tupate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu gani? Kumbe kwa sababu ya mtu mmoja tu alikataa huduma na kukimbia, akasema Mungu ache tu wafe, waache tu waangamie. Basi wakapiga kura na kura ikamwangukia Yona. Walipopiga kura ikamwangukia Yona, wakajua huyu ndio katuingiza kwenye huu mkenge. Ndipo wakamwambia tafadhali tuambie Yona, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Kazi yako wewe ni nini? Nawe umetoka wapi? Na wewe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Na nchi yako ni ipi? Nawe u mtu wa kabila gani? Na wewe ni mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu. Na mimi namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Alikuwa anajua kwamba anamtumikia nani. Alijua kabisa Yona. Si kama wengine ambao unaweza ukaona mtumikia Mungu ujui, au mpaka sasa hivi somo linaendelea lakini ujui. Yona alikuwa anajua kabisa kwamba mimi kwenye uzee huu wa kanisa namtumikia Mungu aliye hai. Mimi kwenye ushemasi huu namtumikia Mungu aliye hai. Mimi kama mwana maombi, mimi kama mwinjilisti, mimi kama nabii au mwalimu namtumikia Mungu aliye hai. Alijua. Watu wale waliposikia kwamba anamtumikia Mungu wa mbingu na nchi wakaogopa. Wakamwambia, umetufanyia jambo gani? Kuna mabaya ambayo tunaweza tukaisababishia familia. Kama Mungu amekutenga kwenye familia, kama Mungu amekuita kwenye familia na ukakataa kuitii sauti ya Mungu kwa ajili ya kuingia shambani, kuna mabaya ambayo utayasababisha yaingie kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mabaya ambayo utayaruhusu yaingie kwenye familia yenu, yataitesa familia, yatasumbua familia kwa sababu tu ya mtu mmoja tu. Na hawa watu wanauliza kwamba wewe ni kabila gani? Wewe ni mtu wa nchi ipi? Maana yake kwenye ulimwengu wa roho Mungu anajua kwamba Sinai, Mwanza, Tanzania, Nyegezi,
kanisa la Sinai, kati ya makanisa 1000 sijui na mia ngapi, kati ya watu wote waliookoka sijui milioni ngapi, mtumishi wangu fulani nimemweka kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Usikimie, usikimie. Amen. Imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele. Huyu Mungu anatupenda. Ukimpenda na kumtumikia, hayawezi akakupata yale ambayo yalimpata nani? Yona. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu, kila mmoja atafungua kinywa chake na moyo wake. Utasimama na kumwambia Mungu, naomba unisamehe. Utatubu kwa habari ya kipawa na karama ambazo Mungu amekupa, lakini bado haujasimama kwa haja ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie, na ile Mithali 28:13 anasema yeye asiungamaye dhambi zake na kuziacha atasamehewa. Lengo la kutubu manake ni ili kugeuka na kuacha. Uasi ni nini au dhambi ni nini? Dhambi ni uasi ambao unakwenda kinyume na Mungu au na maagizo ya Mungu. Manake unapomkaidi Mungu tayari unamkosea Mungu na kumtenda Mungu nini? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeacha maandiko mengi yanayozungumza kwa Roho Mtakatifu. Ndiye anayetuwezesha, lakini Roho Mtakatifu pia yeye ni Mungu, ni nafsi